shujaa kama huyo. Naam, kuhusiana na makadirio ya bajeti iliyosomwa jana na Waziri wa Fedha John Mbadi, wananchi kwenye kaunti ya Mombasa walikuwa na haya ya kuzungumza. Ni bajeti ambayo ndio kubwa katika historia ya Kenya, ambapo Wizara ya Elimu itakuwa inapata shilingi bilioni 700, huku Wizara ya Afya ikiwa inapata shilingi bilioni 136. Nami hapa ni Daktari Abidan Mwache ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wauguzi na madaktari nchini KMPDU, ambaye labda atatuelezea tu kuhusiana na bajeti hii anaiona vipi. Je, fedha hizi zinatosha? Ikiwapo usogee karibu. Kwa kawaida ni jambo la kawaida kusema kwamba fedha huwa ni adimu, kwa hivyo fedha haziwezi tosha kila wakati. Japo tu tukikadiria kwamba mwaka uliopita tuliweza kupata bajeti ya asilimia juu kiasi, asilimia ya kama 4.1 ya bajeti ikirushwa katika sekta ya afya. Mwaka huu tunaona kuna upungufu kidogo mpaka asilimia 3.6. Iwapo tumeona kwamba kuna vipengee katika bajeti ambavyo vimeweza kutusongesha mbele kidogo, kama vile Wizara ya Fedha imeweza kuwajibika na kuweza kuweka katika bajeti ama msomo wa bajeti fedha ambazo zitaweza kuwalipa wale madaktari wakufunzi ya interns. Pia tunaona kwamba wameweza kujidhatiti na kuweka katika bajeti pesa za kuwalipa wale madaktari ambao wanasoma postgraduate studies, ya wale registrars. Kwa hivyo ni katika sehemu hizo tunaona kwamba tumeweza kutia hatua kidogo kusonga mbele. Mambo ambayo wataweza kuathirika katika sekta ya afya ni kwamba kuna zile upungufu ambazo zimeonekana katika primary healthcare. Fedha zimepungua katika primary healthcare, kwa hivyo zitatatiza kabisa zile shughuli za primary healthcare katika kaunti 14. Kuna vile kuna upungufu katika utendakazi ama niseme infrastructure development, zile manage equipment scheme ambazo zilikuwa zinatolewa ufadhili katika kila hospitali. Upungufu huo umedhihirishwa katika bajeti hii. Kwa hivyo kutakuwa na shinikizo la kutoa huduma zile za specialist care katika hospitali zile za rufaa. Hivyo pia kuna upungufu sana katika ile bajeti. Ukilinganisha bajeti ya mwaka uliopita na mwaka huu, kuna upungufu ama mfinyo ambao umefanyika katika hospitali zile kubwa za rufaa, ikiwepo Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital, na zile hospitali za rufaa ambazo huwa ni parastatals ama state agencies zimeweza kufinywa katika mkato wa bajeti. Na kwa hivyo tutakuwa tukiangalia sana kwa undani ile supplementary budget kama itaweza kuweka fedha kando ili kukimu zile shortcomings ambazo zimeweza kuonekana katika bajeti hii. Na kupunguzwa kwa fedha hizi katika hospitali za rufaa inamaanisha nini kwa mwananchi wa kawaida? Hospitali za rufaa kwa mara nyingi huwa zinatoa zile specialist services kama vile specialist services za upasuaji, kama upasuaji wa moyo, orthopedic surgeries, general surgeries. Kwa hivyo kama kuna upungufu katika bajeti ya hizo hospitali kuu, kwa hivyo zile specialist services haswa zitaweza kuathirika. Yes. Naam, tusonge mbele mtazamaji. Shule ya msingi ya Ololera iliyopo kwenye kaunti ya Kajiado